Tumeweza kuangalia katika utangulizi ule, tukaona ama tukaweka msingi katika ulimwengu miwili ama ulimwengu mbili za rohoni, ambazo ulimwengu mmoja tunahusika na ndio kwenye makao yetu, mahali tunapotakiwa kukaa, na tunakaa kwa sababu tumemjua yeye. Hatuwezi kukaa hapo kama hatujamjua kwa asili yake, kama tunavyosema, kwa sababu kuna vitu tutashindwa kuvifanya, tutashindwa kuishi kwa kanuni za asili hiyo yake, tutashindwa kumuelewa, na hicho tunakiona katika wokovu. Tumeokoka, sisi wengine ni watumishi, lakini bado hatumuelewi. Dalili za kutokumuelewa ni kwa sababu bado tuna maswali. Ni sawasawa na kwamba umeenda kuishi kwenye nyumba ya mtu, alafu unapoangalia njia zake, unaangalia mwenendo wake, anaondoka asubuhi, anarudi usiku, anaondoka asubuhi, anarudi usiku, akija kama vile anajificha ficha. Unasema mimi simuelewi, nakaa hapa lakini simuelewi huyo mtu yukoje. Kwa hiyo unakuta kwamba unaishi maisha hayo kwa huyo mtu, ukiwa unaishi kwa kumchunguza. Kwa hiyo ukimwona tu na kitu unaanza kufuatilia, kwa sababu una kitu unatafuta kukijua kwa ajili yake. Lakini neema ambaye Mungu ametupatia ili tuweze kumjua katika hiyo asili yake, ndiposa tuweze kufanikiwa kuishi kwake ama pamoja naye katika asili hiyo yake, kama wahusika ama sehemu ya ufalme wake. Kwa hiyo sasa, utakapoishi kwa jinsi hiyo, ndio ile kibali, ile haki ya mimi kufanyika kuwa mwana itaonekana na kudhihirika kwangu. Nitaishi katika wokovu hapa duniani nikiwa nawakilisha ufalme wake, kwa sababu mimi ni mtoto. Nikiulizwa kwenu ni wapi, nitaeleza kwetu ni mahali fulani. Kwa hiyo nitakuwa na uwezo wa kuweza kuwajulisha watu kwetu ni wapi, kwa sababu sasa napafahamu. Kwa hiyo naishi katika asili ya kwake. Tunaona wakati Paulo akiwa anatumika ama alipoanza kutumika, Paulo alisoma elimu ya theolojia, na alivyosoma ndio ilimpeleka kufanya makosa. Kilichokuwa kinamsukuma ni kutokana na kile alichojifunza, sababu alijifunza kutokumjua Mungu wa kweli. Kwa hiyo akawa anapingana na Mungu wa kweli, akawa hakubaliani na wale wanaosimama na Mungu wa kweli. Kwa sababu nikisema kwa sababu kuna aina nyingi za theolojia, kwa sababu kile alichokijua yeye ndicho anachojua ni sahihi, kwa sababu alijifunza. Lakini siku alikutana na Mungu, alipokutana na Yesu Kristo njiani, tunaona kwamba kuna badiliko lilitokea. Na yeye sasa, wale ambao walikuwa anawatumikia yeye, akageuka kuwahubiria wao, na si kwamba anawahubiria habari za Yesu, kwa sababu taifa la Israeli ilikuwa uwezi kuwahubiria habari za Yesu wakakuelewa kwanza. Lazima uanzane nao kwenye zile kanuni za desturi ambazo walikuwa nazo. Kanuni na desturi gani? Kwenye Torati. Yaani uwezi kumhubiria Myahudi ama ukamfundisha Myahudi usipoanzana na elimu ya Torati. Lazima umtoe huko mwanzo kuweza kumjulisha kwa nini hili, lakini unakuwa umemweleza katika lipi na vipi na namna gani, ile ilikuwa ni kwa sababu gani, kaenda. Ndio maana waliziandika kwenye Biblia. Waliandika ni watu walikuwa wanaelekezwa, walikuwa wanafundishwa kwa nini ilikuwa hivi. Na hata leo tunaposema Yesu Kristo tunamaanisha nini. Kwa hiyo mtu huyo ama Myahudi huyo atakuja kuelewa. Sasa kwa Paulo ikawa ngumu kuwahubiria wale ambao alikuwa anawatumikia. Walikuwa wanamhoji
maswali. Na ndivyo ambavyo inakuwa ngumu, ama inaweza kawa ngumu kwa wale ambao niliishi kwenye ulimwengu huo kwanza. Tukafanya kila kitu pamoja kwa sababu tulikuwa kwenye ulimwengu huo. Alafu sasa naenda tu, mimi naenda kumwambia tu kwamba Yesu anaokoa. Atakwambia njaa hiyo inakusumbua, njoo nikupe pesa kwanza, njoo nikupe chakula kama njaa inakusumbua. Yeye ataichukua ni mzaa, kwamba na wewe ulishaanza, wewe na wewe sasa umeshaishiwa, kwa hiyo umeona uende ukahubiri upate pesa. Uweze kumshawishi, lazima kuwe na mahali utakapomwanzia, ili sasa uweze kumfikisha hapo. Sasa uwe tayari, ulishauandaa ufahamu wake kuweza kumfikisha hapo. Sasa sisi kanisa la leo, la wakati huu, la sasa, hicho ndio kitu ambacho tulikikosa. Tulipoteza ama tulikosa kufahamu injili ya kweli. Na hili jambo linatesa kanisa sana. Nilishasema hata darasani, nimekuwa nikisema ni rahisi kumhubiria mtu ambaye hamjui Yesu kabisa, mpagani ambaye hajawahi kuingia kwenye kanisa la wokovu. Wacha hao ambao wanazunguka kwenye makanisa wakitafuta miujiza na nini, hao ni ngumu sana kuwahubiria, ni ngumu kuwahubiria. Lakini ni rahisi kumhubiria mtu ambaye hajawahi kupita kwenye mikondo ya namna hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa alipewa kinachofanana na kweli, lakini sio kweli. Na hicho sasa alichokipokea kimeenda kujenga ndani yake ngome ambayo inamfanya yeye aweze kuwa sehemu ya ulimwengu huu ambao tumeusema wa mwilini. Kwa maana yake ni kwamba kuna kitu ambacho anatakiwa akifahamu, ndipo aweze kufika kwenye hatua ya kumjua huyu Mungu tunayesema, lakini mkondo wake umeshakuwa blocked. Kwa hiyo mtu huyu hata ukamweleza habari gani za kumjua Mungu hawezi kukuelewa, kwa sababu tayari atakuhoji maswali katika hiyo kweli utakaosema naye. Kwa hiyo sasa hawa ni wale wanaofananishwa na hao Mafarisayo. Sasa hao wakati huo ambao wakati Yesu akiwepo ama wakati hao mitume akiwepo, ilikuwa ni ngumu wao kuhubiriwa, na ndio maana walikuwa wamebeba maswali. Wanapojihudhurisha kwa Yesu, si kwa sababu ya kusikiliza, walikuwa wana maswali yao kwa sababu ya kile ambacho walikuwa wanakiona Yesu anakisema hakifanani na kile wanachokijua kutokana na kile ambacho walikuwa nacho. Haina maana kwamba Torati waliopokea ilikuwa ni mbovu, hapana. Ni kwamba kipindi cha utendaji wa Torati kilikuwa sasa wakati wa ukombozi kwa damu ya Yesu Kristo, kipindi chake ndio kilikuwa kimeingia. Sasa ilikuwa ni lazima mpokee Kristo, na hawa hawaelewi hicho, maana wamebaki na kanuni ya nini? Ya Torati, ya kusomewa. Kwa hiyo walikuwa wanaendelea na desturi zao. Sasa katika kumjua Mungu kuna ukoko, ama niseme kuna ngome inatakiwa kubomolewa ndani ya mtu. Na ngome hiyo kubomolewa, lazima kubomolewa kwake ibomolewe na kweli ya Mungu. Na kweli ya Mungu inayokwenda kubomoa lazima itakutana na ngome ya upinzani ndani ya ufahamu wa mtu. Kwa nini nakutana na ngome ya upinzani? Kwa sababu kama tulivyosema, Mungu ni roho, na ili niweze kumjua na nimuelewe, lazima niingie katika ule ulimwengu wake ambao ndio nianze kuishi kwenye asili yake. Na mimi sasa tunataka kumtoa mtu kwenye asili hii, kumuingiza katika asili hili. Lazima nianze na yeye kwa habari za asili ya kwake kwanza, mahali aliko. Ndio unatembea naye, nitembee naye mpaka nije nimuonyeshe tena habari ya asili ya huku. Ama nitakapokuwa nasema naye kuhusu asili hii aliyoko, lakini kwa namna ambayo itampa yeye kuuliza asili hii nyingine ni ipi, ndipo unampa sasa mueleze. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu katika kile ambacho tulikipokea, mimi nasema habari za Mungu
katika kile ambacho tulikipokea, wengi wao, si wote, baadhi ya wengi, ambayo ndio leo watu wanateseka. Wako wameokoka lakini wanateseka, lakini hawafahamu kwamba wanateseka. Ni katika kile ambacho kimebeba upungufu, ambapo hakina, kwa sababu kilichotolewa kilikuwa hakijabeba asili ya Mungu ambaye ndio asili ya rohoni, kwa maana yeye Mungu akiwa kama roho, hata ndio kiweze kumtambulisha huyo roho ambaye ndiye Mungu kwa huyu mtu. Bali hicho nilichokipokea kimebeba asili ya kibinadamu. Nikapokea maneno yanayozungumzia, unajua kuna kumpatia mtu historia ya kitu ambacho kilifanyika, lakini ile historia haitageuka kuwa leo. Kwa asili ya kibinadamu haitageuka kuwa leo, kwa maana ndio ikawa maisha ya leo. Kwa hiyo mtu atabaki akiitafakari, lakini hataweza kuiishi, kwa sababu hiyo ni history, sio asili. Ndio maana hata shuleni somo la historia waliosoma wanafundishwa habari za huko wakati fulani za watu fulani zilizofanyika. Kwa hiyo wapate kuelewa kuna hiki kilifanyika, yamkini kikaenda mpaka ndio maana unaona hii. Lakini kile kilichofanyika hakiwezi kuwa leo na hakiwezi kufanyika leo, kwa maana hata aliyekifanya hayupo. Na kile kilichofanyika hata hao waliofanya, hao ambao wanakielezea hawakijui kilichofanyika nini. Kwa hiyo ile ni history. Sasa ninapoelezewa historia haina nguvu ya kiutendaji, haina uwezo wa kubadilisha historia ikawa sasa, haina uwezo huo. Kwa nini? Kwa sababu asili hairuhusu. Asili ya kibinadamu inabeba leo, haibebi jana. Inabeba sasa, haibebi jana, haibebi kesho. Ndio maana katika asili ya kibinadamu ilishasemaga ya kwamba hakuna mtu tangu aliyewahi kuumbwa akaiona kesho. Leo nitasema kesho nitafanya, nikifika kesho imekuwa leo, sio kesho tena. Nitasema tena kesho, lakini ikifika imekuwa leo, sio kesho. Tangu watu walianza kuishi hawajawahi kuiona, na kama hakuna mtu ataiona. Kwa maana yake ni kwamba na jana inapokuwa imepita, uweze kuileta ukaileta leo. Ndio maana hata kama ni katika maisha unapoishi, ukifanya makosa ukaanza kuyaishi yale ya jana, hautaendelea. Maisha yako yanakuwa yamekomea pale, kwa sababu jana ilishapita, na jana haiwezi kutengeneza kesho yako, wala haiwezi kutengeneza sasa yako. Kwa hiyo ndio pale unakuta kwamba mtu akiishi kwa ajili ya yale ya jana, kwa sababu ya yale ya jana, na kadhalika kwa ajili ya yale ya jana, anasitishiwa maisha, kwa sababu jana haiwezi kuvuka mipaka ya leo, kama jinsi ambavyo kesho haiwezi kusogea kwenye leo. Kwa hiyo hiyo ni nature. Ndio maana nasema kwamba historia haiwezi kugeuka kuwa asili ya sasa. Sasa katika ulimwengu wa damu na nyama tulipokea historia, tukapewa habari za Yesu. Na tulipopewa habari za Yesu, habari za uweza wa Yesu, habari za nguvu zake, habari za kile anachoweza kufanya, lakini sijaambiwa inawezekanaje ikafanyika kwangu. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu huo haujui ilikuwaje mpaka hicho kikafanyika. Kwa hiyo huu ulimwengu unabeba historia, lakini ule ulimwengu wake Mungu, ambaye ndio ulimwengu ule wa roho wa kwake Mungu, ambaye ndio anakoishi Mungu, kila siku itwapo leo kwake, katika ile asili yake imebeba mwisho, imetangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo ukikaa kwenye ile asili unaishi kwenye mwisho tangu mwanzo, kwa sababu habari za nyuma atasema na wewe anaweza kuzifunua, habari za mbele anaweza kuzifunua. Ndio maana tunamuona Yohana aliyepewa habari za ufunuo, kitabu ambacho kimewachanganya watumishi, kinawachanganya wahubiri, mpaka wengine wanasema hawawezi kukihubiri kitabu hicho. Kwa nini hawawezi kuhubiri kitabu hicho? Kwa sababu wako kwenye asili ya ulimwengu wa damu na nyama.
Ili uweze kukielewa kitabu hicho, lazima uwe kwenye asili ya roho. Kwa sababu yeye aliyepewa kitabu hiko alipewa katika roho. Si Biblia inasema alipewa katika roho? Na alipewa katika roho, na mambo ambayo aliambiwa ni mpaka ya mwisho. Lakini sasa huko mwisho sisi hatujafika hata kesho. Lakini yeye alipewa. Na mambo mengine, mahesabu yakafanyika yakajulikana. Akapewa na hesabu za kimbingu. Akapewa kila kitu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alipewa uhalisia wa asili ya Mungu. Sasa uhalisia wa asili ya Mungu ni kwamba Mungu hana mwanzo na hana mwisho. Na kama Mungu hana mwanzo na hana mwisho, na yeye ni wa umilele, ina maana mimi nikiwa kwenye asili ya Mungu ndipo naweza kubeba umilele ndani yangu. Na hiyo ndio asili ambayo Mungu aliumba nayo mtu. Akaumba mtu ili awe katika asili ya umilele. Lakini katika kushindwa, basi mtu anabaki kwenye asili ya ulimwengu wa damu na nyama, kwa maana ya mwilini. Na ndio maana mtu anakuwa kwenye ukomo wa kuishi. Biblia inasema kwamba tumeshavuka sisi mautini. Mtu yeyote aliyeokoka amevuka mautini. Yale maneno sio ya kuyazungumza tu. Yale maneno yamebeba uhalisia wa Mungu katika wokovu ambaye ametupatia. Kwamba sisi tumevushwa katika mauti, kwa maana ya tumerudishwa kule mwanzo kabla ya anguko. Lakini kurudishwa kule mwanzo kabla ya anguko ni ili maisha yangu ya sasa yawe yameunganishwa na maisha ya kule nyuma, asili yake ya mwanzo, na maisha ya asili yake ya mwisho, kwa maana itakavyokuwa mwisho. Sasa mimi ninapoishi sasa katika ulimwengu wake yeye Mungu, natakiwa ni uishi ule uhalisia wa Mungu, ama uhalisia wa kiungu. Na kuishi uhalisia wa kiungu, lazima niondoke kwenye mahesabu ya kibinadamu. Nikikaa kwenye mahesabu ya kibinadamu, huwezi. Yani anguko la kila mtu aliyeokoka ambaye ameshindwa linatokana na hiki ninachosema. Akiwa katika asili ya kibinadamu, lakini anataka kuishi kwenye uhalisia wa Mungu, wa kiungu, kwenye asili ya Mungu. Kwa hiyo tunabaki twaongea kwa kinywa, lakini ukweli tunashindwa. Lakini tunashindwa kwa sababu sio mimi nitataka kukaa kwenye asili hiyo, na sio mimi nitataka kukaa kwenye uhalisia huo wa kiungu. Yeye alitamka, na kama alishasema, ina maana kwamba katika jinsi ninavyotakiwa niwe, nimeelezea wakati wa Ibrahimu kwamba Mungu alimwambia atathibitisha, ama anathibitisha agano lake na yeye, lakini anamtaka aende mbele zake kwa jinsi ya utimilifu, ukamilifu. Sasa kama mimi ninaishi ama nataka kuishi katika ule uhalisia wa kimungu, natakiwa ni utafute ukamilifu wa Mungu ni upi. Mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Natakiwa nitafute ukamilifu wa Mungu ndio upi. Kwa sababu ukamilifu wa Mungu ndio umebeba mwisho aliyoutangaza tangu mwanzo. Kwa hiyo nikiupata ukamilifu wake, utimilifu wake, ndipo nitakapoweza sasa kuishi katika ile asili yake ya mwanzo na kuweza kufikia kwenye asili yake ya mwisho. Kwa maana nini? Ndio naweza kuishi hapa duniani na mbinguni nikaingia. Kwa hiyo hatuingii mbinguni, sawa, inawezekana hata ule mwizi alipata neema. Kuna neema zingine tunazipata, lakini usiishi kwa kutegemea hiyo neema, maana sio kila mtu itampata. Lakini tunatakiwa kuishi kwa kutambua, ili tuweze kuyaishi hayo ambayo ndiyo tulioumbiwa kwenye wokovu. Kwamba hatukuumbiwa wokovu kwamba tu fluku alafu tuone kwamba anaweza kanirescue, akanisaidia. Tuliumbiwa kupokea badiliko halisi ambalo litaniwezesha mimi kuweza kuishi kwenye ile asili yake kwa uhalisia wa kiungu.
Ule uhalisia wa kiungu ndio ule unao muonyesha Mungu alivyo, kwamba huyu ndiye Mungu. Na ndio wakati huo, wakati wa taifa la Israeli, wale Israeli Mungu aliposema nataka kuonana nao, walipoenda wakaanza kwa sehemu, wale alikuwa hajajifunua kwa sehemu tu, akawa ndo anasema wameshafika, ndio nakuja hatua ya kwanza ya pili. Wale watu wakasema hatutaki kuonana na huyo Mungu. Hawakumpa nafasi akajifunua, kwa sababu jinsi walivyokuwa hawakuweza kustahimili uwepo wake. Kwa tunapozungumza ni utafute utimilifu wake Mungu katika, yani ukamilifu wake Mungu katika ule utimilifu ambao unabeba mwisho wake, ndio sasa nitaweza kutembea ama kuishi ndani ya ule mfumo ambao ni mfumo huo kanisa limeumbiwa ama limetakiwa kuishi baada ya wokovu. Kinyume na hapo, kinachoendelea ni dini zetu za kibinadamu ambazo haziwezi kuvuka mipaka na kuingia kwenye asili ya kimungu. Kwa sababu kwenye asili ya Mungu hakiingii kitu kilicho kinyonge. Na kama hakiingii kitu kilicho kinyonge, katika unyonge, maana akisema unyonge na maana udhaifu, hakiingii kitu kilicho kidhaifu. Na katika udhaifu wetu wa kibinadamu, kama sitaweza kujiachia kwake kwa jinsi hiyo, ule ukamilifu wake hauwezi kunikamilisha mimi. Kwamba mimi ninapokubali kwanza nielewe, nitambue, nielewe, alafu nikubali. Tuliokoka wakati mwingine tunatambua, tunaelewa, lakini hatukubali. Na kitu gani kinatufanya tunakataa kukubali? Asili. Yani aina ya asili tulionayo ndio inapingana. Akili inakataa kuelewa, akili inakataa kukubali, akili inaona haiwezekani, kwa sababu ni kweli haiwezekani kulingana na asili ya mahali. Kwa sababu ninachokifahamu kwenye asili hiyo, hii ilikuwa ni historia. Ni kweli ilifanyika na wale, ni kweli ilifanyika wakati ule, lakini sio sasa. Sasa asili inanifanya na kuwa sikubali, nakataa. Sasa ninapokubali mimi sasa kwenda kuingia katika asili yake Mungu na kukaa hapo, ndipo sasa yeye katika ukamilifu wake, kama alivyo mkamilifu, ananitengeneza mimi ili niweze kufikia ule utimilifu wake. Sio kwamba utakamilika ukiwa huku nje. Zile hatua za kuingia ndani nimeeleza kule mwanzo. Zile hatua za kuingia kule ndani zinanihusu mimi katika kile ninachokitaka. Nataka kumjua Mungu katika asili yake, katika uhalisia wake. Kwa hiyo shauku ya moyo wangu na kiu ya moyo wangu ndiyo itanifikisha mimi hapo. Yeye Mungu hatendi. Ndio maana anasema kwamba mara nyingi ninaposema kwamba tunaomba lakini hakuna kitu kinatokea, kwa sababu ninachokiomba pia sijui naomba nini. Kwa hiyo kama kwa sababu sijui naomba nini, na maana naomba vibaya. Na kwa sababu naomba vibaya, kile ambacho nakiomba ili kifanyike hakiwezi kufanyika, kwa sababu kwanza inategemea kifanyike kikiwa kwa sura hii. Na sasa mimi niko kwenye sura hii, alafu naomba kifanyike. Akiwezi sana sana atamtuma mjoli wake aje akanisaidia. Kwa nini? Kwa sababu katika ile asili yake yeye Mungu, nishafundisha sana na leo nasema, Mungu hahukumu dhambi, anahukumu moyo. Na Mungu hapeani haki kwa mtu kwa sababu alifanya haya na yale na yale. Anapeana ile haki, anaachilia haki yake kwa mtu ambaye aliutoa moyo wake kwa ajili ya Kristo. Ndio maana tunaambiwa kwamba haki yetu sisi kanisa iko ndani ya Kristo Yesu. Sasa si kwa kutenda kwangu mema nitapokea haki iliyoko ndani ya Kristo Yesu kuwa yangu, bali kwa mimi kuutoa moyo wangu na kumpa yeye. Kwa hiyo nikishampa moyo wangu akauchukua,
naipata, na yeye anaachilia haki yake, sasa inakaa ndani yangu. Sasa katika hatua hiyo sasa ndipo Mungu anakuwa anaiona ile shauku ya moyo. Uweze kusema wewe umeokoka, uweze kusema nakupenda Mungu, uweze kusema sijui nini, alafu akija kichungulia moyo, anaona wewe jambazi kwenye moyo, hakuna kitu kitafanyika kwako. Lakini anaangalia mtu, alitoa hata mfano huo kwenye Biblia. Akasema kuna mtu mwingine akawa anaomba akijisifia, na mwingine akawa anaomba akiomba yani moyo wake ameupeleka kwake, alafu anajutia akijiona madhaifu alionayo na dhambi ambazo amefanya ni kwamba hastahili. Sasa anasema hata kama sistahili, lakini wewe ndio mwenye haki, na kama wewe ndio mwenye haki, niende kwa nani? Nakuja kama nilivyo, niko kama nilivyo, wewe ndio nipokee, unisafishe. Sasa akiuona huo moyo sasa, ndipo sasa kuingiza, anaanza kushughulika na wewe, anaanza kukutengeneza. Ndio unaanza kuona kwamba mtu anaanza hatua moja ya badiliko. Haviji tu moja ya badiliko, mara unaona lingine. Unaona lingine kama ulikuwa unashindana nalo, ambalo ulikuwa umelikumbatia sana, na lilikuwa ni tatizo na ni udhaifu, atakachokifanya kwa sababu amejaribu, labda huelewi, labda hivi, labda vile, atakuja ataifunua. Wewe ukiona Mungu anafanya kazi kwa namna hiyo, ujue huyu mtu yuko kwenye matengenezo, yani yuko kwenye zile stages za hatua za yeye kushughulika naye. Mungu huwa haendaki kwenda kumfunua tu mtu hivi hapana. Alishasema, alishaonya, alishajaribu, alishafanya hivi na vile, akaona, lakini moyo wake anauona kwamba huyu mtu ananipenda, ananitaka, lakini kuna hiki. Sasa nimwekee hilo jambo peupe kwake. Sasa kuweka peupe kwake, Mungu haangalia anaweka peupe mbele ya nani. Ile mradi ameiweka mbele yangu mimi ambaye ndio Helena muhusika. Sasa waliona ulimwengu, yani kwa mfano sasa mimi nampenda Mungu lakini naanguka kwenye zinaa. Nampenda Mungu lakini mara naenda kwenye lodging na sasa anasema huyu ananipenda, na hii dhambi ni kama vile ameshikiliwa nayo, inamrudisha nyuma kila siku. Nitamtengenezea mazingira ili asirudi tena hapa. Haya ni mume wa mtu ndo anaendaga naye. Siku nimeenda pale, mke amepewa taarifa, amekuja, vagi imepatikana. Kanga huyo nakimbia na kanga. Chungaji jamani, mtumishi wa Mungu Helena nakimbia na kanga. Amefumaniwa lodging na mwanamume. Ameiweka ile dhambi mbele yangu, lakini watu wameiona, na hiyo ndio njia peke yake ambayo angeifanya ili mimi nielewe kwamba hilo ni kosa. Kwa sababu kwa sura hiyo, kwa nini nakimbia? Si kwa sababu nimekosea. Si ningesimama nikasema kwa hiyo unasemaje? Lakini siwezi kusema, maana mimi mwizi kama nitakimbia na kanga mpaka nyumbani kwangu, potelea mbali. Watakao nisaidia njiani, lakini imewekwa wazi kwangu. Nitarudia tena. Nitarudia tena. Hata mtu akija akinitaka kusema mimi, ndaambia unamke, naambia sogea mbali sana. Kwa sababu yalionikuta najua mwenyewe. Amenipata, Mungu ameshanipata. Maana ule moyo ulikuwa unampenda lakini unazuiliwa. Ameukamata sasa.